kikosi cha Lambalamba Azam FC wenyewe wameelekea pale mjini Babati ambapo watakuwa wanakabiliana na Mbeya City kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC kesho Alhamisi. Azam ipo kwenye nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC ikiwa na alama 33, wakati Mbeya City wenyewe wapo kwenye nafasi ya 12 wakiwa wamekusanya alama 16 mpaka sasa. Kuna kitu kinaenda kupikwa kwenye uwanja wa Tanzanite kwa Babati wakati ambapo KMC ilitoka kugawa pale alama 3 kwa Mbeya City, na Mbeya City ikiwa ni mchezo wangapi Mbeya City nashinda nyumbani msimu huu? Ndio mechi ya kwanza, mchezo wao wa kwanza dhidi ya KMC. na 3-2 ilikuwa nginja. Kwa sababu kabla ya hapa Mbeya City alikuwa hajashinda mechi yote kwenye uwanja wote, yeye akiwa kwenye uwanja wa nyumbani. Iwe ni Mbeya, iwe amecheza Mbeya, alicheza Dar es Salaam hapo dhidi ya Prisons akiwa mwenyeji, alicheza Dodoma pia akiwa mwenyeji, bado akapoteza. Lakini mechi yake ya kwanza kushinda nyumbani ilikuwa ni dhidi ya KMC ambaye amecheza kwenye uwanja huu wa Kwara Manyara. Inawezekana akaona bora hapa kuliko Sokoine. Yaani sasa hivi Mbeya City ukimwambia rudi Sokoine ama ubaki hapa, kiimani, unajua kwenye imani ya mpira ile. Anasema kule nyumbani sawa, lakini ule uwanja kama sisi sio wetu. Kwa bora tubaki hapa tukote kadhaa kuliko tukirudi kwenye uwanja wetu wa nyumbani ambao tulicheza mechi nyingi, pengine kitu tunachojivunia ni sare dhidi ya Young Africans. Yes, lakini vingine vyote vilivyobakia tumefungwa mpaka na Fountain Gate kwenye mechi ambayo sisi tulikuwa tumebeba kila kitu kiwanjani. Tumefanya vitu vingi lakini bado tukapoteza. Inawezekana wakati kabla mchezo wa Mbeya City na Singida Black Stars pale Babati nilipata kukutana na kocha Maxime, nikawa namuuliza kama wana mpango wa kurudi Mbeya, lakini akasema kwamba inategemeana hali pia ya uwanja itakavyokuwa. Kama uwanja utakuwa kwenye hali nzuri, wenyewe kurudi Mbeya pale nyumbani wanaweza karejea, lakini kama pia huu uwanja hiki ambacho wamekipata dhidi ya KMC kitaendelea, naamini wanaweza kachagua kwamba hii ndio nyumba nzuri ya kupanga. Ujue katika nyumba za kupanga unaweza ukapanga, ukifika huko ukiingia huko unaona hii nyumba kila nikipanga mbona sitoboi. Kila ukirudi unaendelea kutumia kesho. Kesho maliza. Ushamaliza hivi. Kila ukirudi na nauli ya kesho kwenda tena kazini kutoka hela nyingine. Kwa hiyo Mbeya City wenyewe wanaweza wakakaa wakaangalia hii nyumba ambayo sasa hivi tunaishi kama vile ina neema fulani. Hamna mapaka kulialia wala nini? Hamna mapaka kulialia, ila mapaka alilialia pale siku moja. Hivi mapaka si ndo alilialia pale tena. Mimi haya sijui ya mapaka. Tutaongea baadaye. Sawa, Andrew Kinga Mkono. Mbeya City ambayo inaenda kucheza kwenye moja kati ya madimba ambayo yana pitch nzuri sana. Ni hili dimba la Tanzanite kwa Babati. Pitch yao ni nzuri, inaruhusu timu yoyote kucheza. Ndio maana pengine timu ikifika hapa inaweza ikaonesha kiwango chake chote. Kocha akabadili mbinu kadri ambavyo anataka kwa sababu uwanja unaruhusu mpira uchezwe. Andrew, Mbeya City inatoka kumfunga KMC. Ni timu ambayo kweli tunaweza tukasema kwamba daraja lake lishashuka sana, lakini inaenda kukutana na timu ambayo ni daraja la juu kwa maana ya Azam. Lakini sio timu ambayo unaweza ukasema kwamba imekamilika kila idara, kwa maana Mbeya City kwenye idara yao ya ulinzi ni kama haiko vizuri sana. Yes, haiko vizuri sana. Inakutana na timu ambayo ni moja kati ya timu ambazo zinaweza zikakutengeneza ukafungika, zikakutengeneza ukawa na siku mbaya sana kazini kwako. Mbeya City wanakabiliana vipi na Azam? Mechi ambayo namtegemea Meki atakuja na mpango mzuri, kwa sababu kwanza amepata ushindi, kitu ambacho ukipata ushindi siku zote mnajiamini kwamba sasa tunaweza. Na mara nyingi wakati mwingine wanajaribu kuonyesha ushindani zidi ya Azam, na uwapi unyonge sana wanapocheza zidi ya Azam, kwa sababu ni timu ambayo kidogo wanaweza kupambana nao na kuonyesha kile walichokuwa nacho. Kwa hiyo namuona Maxime kabisa anakuja, atatafuta kwanza, pamoja anajua ubora wa Azam, lakini atatafuta kwanza kutoruhusu kufungwa, kwa sababu anaamini kabisa hii ni mechi ambayo akipata matokeo mazuri, akipata hata sare, itazidi kuongeza imani kwa wachezaji wake, kujiamini kwamba sasa tunaweza, na itazidi kumsogeza kutoka kwenye lile bara mstari wa kushuka daraja kule ambao tayari ameshasogea, ameshajiondoa. Kwa hiyo mechi akipata sare au matokeo au akishinda, ina maana azidi kumweka kwenye sehemu salama zaidi. Kwa hiyo kwake ataamini kwamba hii ni mechi ambayo mimi natakiwa kwenda kujituma na kuhakikisha kwamba napata kile kikubwa ambacho naweza kukipata, na atawaamini washambuliaji wake wafanye kwa usahihi, na mabeki wake wasiwaruhusu Azam wacheze vile wanavyostahili kucheza.
kucheza na kutaka kutumia nafasi vile wanavyotaka, na labda kocha kwao iwe faida kwao, kwa sababu wakati mwingine Azam anaweza kutoka mechi moja akacheza vizuri sana afu mechi za namna hii ambayo tunaamini unaweza kuamini kwamba hawa wanaenda kushinda Azam na mechi ikawashinda. Umeona hata mechi yao dhidi ya Mashujaa, kila mtu aliamini kwamba Azam kwa aina kikosi chake, uchezaji wake, uwekezaji wake, ana kila sababu ya kupata matokeo dhidi ya Mashujaa, lakini mechi ile ikawa ngumu, akaongeza sare. Na Azam ndio timu pekee ambayo ina sare nyingi kwenye ligi kuu kuliko timu yote, na sare 9. Kwa hiyo unaona kabisa ni timu ambayo inapata wakati mgumu wakati mwingine ikicheza mechi zake za dhidi ya hizi timu za katikati. Na kama kocha nimsikia Ibenge kwenye mechi dhidi ya Simba alisema tunaenda kucheza mpira wa African Champions League, kwa sababu hizi timu zote zimecheza mashindano ya Afrika. Kwa hiyo ile spirit ya kucheza michezo ya Afrika, wangekuwa wanacheza kwenye michezo mingine ya ligi, nadhani wangekuwa na nafasi kubwa. Kama hizi sare zao wangekuwa wamezibadilisha kwa ushindi, nadhani Azam sasa hizi wangekuwa miongoni mwa zile, kama sio wa kwanza kwenye ligi basi wangekuwa wa pili. Lakini unaona wanapata tabu wanapocheza mechi dhidi ya hizi timu za kawaida za katikati, hawana matokeo mazuri. Kwa hiyo nadhani kwao inaweza kuwa faida kwa Mbeya City, kwamba hawa jamaa pamoja wanaonekana wana kikosi kizuri, wana watu, wana hela, wana kila kitu, lakini wanapokuja uwanjani mara nyingi wanakuwa hawaonyeshi kile walichokuwa nacho dhidi ya timu za aina ya madaraja yetu. Wakicheza na Yanga au na Simba wanakuwa bora zaidi, lakini wakicheza na wao wengine na wenyewe wanashuka. Ni Azam mpinzani anayekutana naye ndio level yake inashuka kulingana na lengo la mpinzani, au inapanda kulingana na lengo ya mpinzani. Kwa kama mpinzani akiwa ana group A naye anapanda kwa group A, akiwa mpinzani akiwa na group F naye anashuka kwa group F. Kwa kitu ambacho kinamfanya wakati mwingine Azam apate kile ambacho watu wengi wanakitarajia, kwa sababu wachezaji wao hawaonyeshi kiwango cha muendelezo kwa ubora kwenye msimu wote kwenye kila mechi ambayo wanacheza, tofauti na wale wenzake wawili wa juu ambao wao wakiamua kama akiwa bora basi unaona msimu huo timu anayekutana naye yote anapiga. Kama akiwa amepotea unaona wanapotea kabisa. Wao Azam tofauti. Kwa hiyo hii nadhani kwa Mbeya City inaweza kuwa faida na karata muhimu kwao kuelekea kwenye mchezo, kwamba hawa Azam hawatabiriki na wanakuja, sisi tukishuka na wenyewe watashuka. Kwa hiyo inaweza ikamsaidia Meki na akapata matokeo ambayo anayataka. Akipata sare kwake inaweza kumsaidia zaidi, au akishinda inamuongezea pointi muhimu zaidi ya kwenda kujiondoa kwenye ile bara kushuka daraja. Sawa. Michael, mchezo wa Azam dhidi ya Mbeya City pengine unaweza usitajwe kama ni mchezo mwepesi kutoka kile ambacho ametoka kukifanya hivi majuzi akicheza kwenye mchezo wa Mzizima Derby dhidi ya Simba, lakini katikati humu pia tukaona kuna taarifa za wachezaji ambao hawakuwa na wakati mzuri kwenye ile mechi, kwa maana hawakuwa timamu kwa 100% kwenye kucheza ule mchezo. Kuna namna ambavyo kocha anaweza akaingia na sura mpya ambazo zinaweza zikajitahidi kumpatia kile ambacho anakihitaji, alama 3? Inawezekana, kwa sababu kama mchezaji anakuwa hayuko fit either kwa maradhi ama kwa injury ambazo atakuwa amezipata, tafsiri yake ni kwamba ni ngumu mwalimu kusema riski kumtumia huyo mchezaji. Sasa utaangalia kwenye haya maeneo ambayo huyo mchezaji anakosekana, ni nani ambaye anaweza kureplace hiyo nafasi na kukupa angalau kile ambacho unahitaji kukipata kwenye eneo ambalo mchezaji anakosekana. Kwa mfano kwenye mechi iliyopita taarifa ilitolewa kwamba mmoja kati ya wachezaji ambao alicheza lakini hakuwa fit 100% alikuwa ni Idi Selemani Arnado, ambaye alicheza dakika 45 za kipindi cha kwanza, then kipindi cha pili akacheza dakika kadhaa 54, dakika 54 akafanyiwa mabadiliko ambayo ukiangalia pengine ni kama yalikwenda kubadilisha kasi ya mchezo kwa Azam FC na kushindwa kuwapa pressure ile ambayo Simba alikuwa anaipata kwenye first half wakati akiwa kiwanjani. Mimi kwangu nachojaribu kiangalia kwa Azam FC kwa position na aina ya wachezaji ambao wako nao, kuna maeneo kadhaa ambayo Azam FC wamefanikiwa kuwa na wachezaji ambao kitabia za kiuchezaji wanafanana, japo wanaweza akatofautiana kiasi kidogo kwenye quality, lakini ukizungumzia tabia, pengine kama wewe unakuwa ni let's say ni kiongozi kwenye timu, utaletewa ripoti ya kiufundi ya timu ukaambiwa tunamhitaji mshambuliaji mwenye sifa hizi. Yani sio tukupoint kwa jina kwamba tunamtaka labda Mangasole kwenye eneo la striker, lakini tunataka striker ambaye ni labda awe mrefu, awe na uwezo wa kushoot, aweze kushindana kwenye mpira ya juu. Muangalie mtu kama Ngita, muangalie mtu kama Jafet Kitambala. Nazungumzia zile sifa tu, achilia mbali quality pengine na kila kitu ambacho mtu amejipambanwa nacho. Sema Faisal anajua boli. Ya Fei nafikiri kwa position kitabia huo mpira alivyoupiga jamaa anajua boli. Unaona anajua kitu ambacho anakifanya. Sasa kwenye tabia
za wachezaji. Kwa mfano kwenye ile mstari wa kushambulia, nafikiri Faisal ndio mtu pekee ambaye kwa Azam FC hakuna ambaye anafanana naye tabia za kiuchezaji. Lakini Ngita unaweza kusema Ngita na Kitambala wanaweza kafanana. Idinado na Diakite wanaweza kanafanana. Mzee na Aba Abel wanaweza kanafanana. Zidane naye pia hivyo anaweza kanafanana na watu ambao wanacheza kwenye maeneo pembeni mwa kiwanja. Lakini Faisal ni exceptional. Unasema yeye pengine ukiangalia wale wengine hata akiwa anaingia kibeko labda uone kama anafanana tabia na kila kitu cha kiuchezaji. Achia mbali quality. Zungumzie tu zile tabia za kiuchezaji kwamba huyu ni Fei. Angalia kwa mfano Midimao Mkami kwenye eneo la midfield. Unasema ukimhitaji kiungo mwingine ambaye anaweza kawa na gongana unasema naweza nikamchukua Kanute akakaa hapo. Akaminko James kama angekuwa yuko fit Adolf Mtasingwa. Unasema Mtasingwa shughuli za kuchukua mipira hapa chini anaweza, au yule Yaya Zaidi. Yes. Kwamba nahitaji kiungo kama Akaminko ambaye kwenye mechi kama unaona Balamba alikuwa analifanya, anaenda kuchukua mpira deep kabisa huko chini. Hizo ni shughuli ambazo kitabia za kiuchezaji hata Yaya Zaidi anaweza akakupa. Yani Yaya Zaidi anaweza akaja kuchukua mpira chini kama ambavyo Akaminko anaweza kuja kuchukua na akaondoka. Hizo ni sifa. Achilia mbali quality. Yani zingatia zile tabia kwamba umeambiwa sasa kwenye ripoti namtaka mchezaji mwenye sifa za Akaminko. Ukisema unamleta Yaya Zaidi it's okay. Namtaka mchezaji mwenye sifa za Kitambala. Ukimleta Ngita it's okay. Kwa maelezo yako nilivyokusikiliza ni kwamba Azam wako mbele sana na dhidi ya Mbeya City kwenye sifa ya mchezaji mmoja. Yeah, of course wako mbali na sasa kwenye sifa ya mchezaji mmoja wako mbali, lakini pia hata daraja la wachezaji wenyewe pia liko mbali. Kwa maana hiyo Mbeya City wanaweza wakaingia na approach ya kwanza kwamba sisi tunazuia tusifungwe, ama wakafunguka kwa ajili ya kucheza na Azam kama timu nyingine ambazo wanaweza wakafunguka wakacheza nazo. Sasa wakati mwingine inategemeana na tabia za ujumla na tabia pia hata za kocha. Ya za kocha na tabia jumla ya wachezaji ambao wapo. Mbeya City ukijaribu kuangalia aina wachezaji ambao wako nao, wengi pia sio wachezaji ambao wana tabia za kuzuia kiuchezaji. Mbeya City ni timu ambayo mechi nyingi ambazo wanacheza ziko open. Yaani hauoni kama Mbeya City kuna mechi wanaingia anasema bwana leo sisi tunazuia. Walifanya hivyo kwenye mechi dhidi ya Yanga, lakini angalia kuna moments ambazo walikuwa wanakupa. Yaani unaona kabisa kuna moments ambazo nazo pia wanakupa. Angalia kwa mfano ukimeshi ni mchezaji mmoja. Mbeya City wana Mwani William Tobias. Yaani Mwani ukisema kwenye qualities zake kushambulia na kuzuia utampa 75 kushambulia 25 kuzuia. Mara nyingi Hassan Dilunga utampa 85 kushambulia 15 kuzuia. Hawa kina maji yani wengi unaona hivyo, lakini waangalie kwa mfano mtu kama Ija labda unaweza kusema ni defensive wise, lakini muangalie mtu kama yule amefunga magoli hapa Noshad. Ukisema umchukue hapa umpe asilia za kuzuia na kushambulia, unaona kushambulia zaidi kuliko kuzuia. Sawa. Ulikabwa? Eka nyingi so. Maana pole. Eka ni nyingi, lakini Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Ya pole. Lakini sio unasikia unaelewa. Nakusikia na unavyozungumza ni kama unatia huruma au unajua kufundisha pia mpira inabidi utumie sauti. Kali sana. Sasa mwenzake alikuwa kocha wake, bosi wake kapandishwa juu, inawezekana naye anajiandaa kwenda kuchukua nani kusaidia. Akipanda mimi napanda naye. Akipandisha. Uwanjani. Sasa hivi unaona anamalizia. Akipanda. Sasa hivi anachukua diploma yake. Malizia. Akichukua diploma yake tutasikia naye kapanda juu. Ukipanda si tunapanda wote. Kama tulivyokubaliana. Kazi yako si unaijua? Mimi kazi yangu mimi propaganda waendesha timu. Na mengine tuachie sisi. Tunatengeneza timu kubwa sana. Ni kwenye propaganda lakini pia ndani ya uwanja. Mimi propaganda niachie.